na jamaa wa pande zote, marafiki na watumishi wenzake wa ofisi kuu ya dayosisi, wale wengine wote ambao Mchungaji Swai alifanya nao kazi. Ni jambo zito linatupata hasa sisi watumishi wa ofisi kuu, kukumbuka jinsi ambavyo Mchungaji Swai anahusiana na watu wote. Tunaelewa ni zito zaidi kwa mke wake na watoto na ndugu zake. Kwa kuwa imetokea jambo hili, sisi tunahitaji kukubali kwamba tangu mchungaji amekuja duniani, Mungu amepanga siku zake. Hakuna anajua siku zake ni ngapi, na hakuna anajua zama zake zitakuwa ngapi. Kubali hivyo kwamba saa ya Bwana ilipofika, Mungu aliruhusu kwamba mtumishi wake Mchungaji Swai alale. Kubaliana na ukweli huo na kumwomba Mungu sana kwamba atutie nguvu, atuimarishe. Kwa hiyo mama, hilo ndilo tunakuombea sana tangu tumepata taarifa hizi, na naomba Mungu akuimarishe, atie nguvu, awatie nguvu watoto pamoja na ndugu. Wajoli wake Mchungaji Swai ambao tumefanya kazi katika ofisi kuu, katika hali hii ya majonzi na ya huzuni kubwa, tujue kwamba yuko huyo ambaye anasema, tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote. Na yeye sio mwingine bali ni Kristo mwenyewe, Yesu Kristo aliyemshinda mauti. Tazama niko pamoja nawe, tazama niko pamoja nanyi. Katika hali kama hii ya kifo na mauti, Yesu anasema kwa watu wake wale wanaoitwa kwa jina lake, mwambie Swai, tazama niko pamoja nawe. Na Mungu alimwambia Yakobo mtumishi wake, wewe wangu sikukutupa na sitakutupa. Hilo neno la muhimu sana. Tujue kwamba kwa ajili ya Kristo, imani yake kwa Kristo, Mungu atamtupa. Mungu hakumtupa, yuko mikononi mwake. Na sisi katika huzuni yetu, Mungu hajatutupa, hajatuacha, ataendelea kutupa nguvu. Waliwa kwa mwenzetu katika umri huu na wakati tulipomhitaji sana, tuendelee kuwa fundisho kwetu. Endelee kutafakari sana maana ya kukesha. Asante mchungaji kwa ajili ya neno hili. Kukesha, kuwa tayari saa yetu inapofika, kwa pole tena na ninyi nyote wetu sote, kwa faraja ya kipekee, nguvu ya kipekee mtoke kwake yeye ambaye ndiye tumaini letu katika maisha haya na hata kwa maisha yale ya baadaye.
Mungu awaimarishe nyote. Pole sana.